Mizaba nyumba wa David. Na nikakekizi wana. Sipenda hiyo kanisa. Watu wa condition. Wewe watu wa masheria. Mtu alata pamoja alata pantaloni. Anakuta sivale pantaloni. Penda. Sinepani. Haina sisi. Ndio za kreti. Wewe unasema wewe ni Kristo. Osambe na unasema unakula mbaka. Na kisa na Biblia. Tuambie Biblia. Wapi bali andika kama mwanamke anaweza bana hiyo nguo ya wanaume. Na kisa na Biblia. Unaonyesha kwenye Biblia. Nilihubiri mara moja hapa. Nikahubiri juu ya Melkisedeki. Huyo mtu kwanza. Ndugu Branham anasema hivi. Mwana nzambi. Mtoto wa Mungu. Huyo ni mbegu ya mtoto wa Mungu. Anakuwaka na huyo mwili, sio mwili wa kawaida, mwili wa kitofania. Hiyo mwili ni mwili wa mbinguni. Hiyo teofania. Mwana huyo Satan. Huyo mtoto wa shetani. Hazana teofania. Yeye akwaki na hiyo teofania. Hiyo mwili. Ndugu Branham ndiye anasema hiyo, anahakikisha. Teofania. Teofania ni mwili wa mbingu. Mungu alikuwa anaumba dunia. Alifanya kwanza hiyo mwili sio mwili wa kawaida. Akaandika majina Teofania huyo. Teofania. Hii teofania ya Tresor. Hii na mtute. Hii ni ya pastor. Sikoyo ndani. Biso bato. Sasa sisi watu bana na zangu. Sisi watoto wa Mungu. Sasa sisi tunaikimbia ile teofania, tunazunguruka. Tunakuja kutoka watu. Tunakuja kutoka watu matumba wa mama. Teofania. Teofania tunaiacha.
vitu vyake tu kule. Soit azana théophanie monganena no kokite. Inaweza kuwa kama eko na ile mwili ya teofania ni wakati wake kama yafika, Soit azana yote. au inaweza kuwa ana hiyo mwili ya teofania. Mtoto wa Mungu wa kweli wakati atasikia ile neno la Mungu, yeye atafurahi nayo, atafurahi nayo. Iko kama vile kama vile mtoto wa Mungu, Liki ya soso. kama vile Liki ya aigle. iko kama vile liai ya tai. Bate kotia ngo bate soso. Iko kama vile liai ya tai wanamtilia kuku sasa itotoni. Ana atotoni yango. Kuku anaitotola. Sikoyo. Wakati Natire ya aigle. na hiyo umbo ya tai Kozana kaka diferent na. yeye itakuwa tu tofauti na Soso makuku. wana. Itakuwa tu tofauti na hiyo makuku. Aigle. Sababu huyo Yeye tai matakali kolo. yeye anapandaga juu, Ni soso akoko. lakini kuku hawezi enda juu sana. Nani ataburuka tapote. Siko mwana za. Lakini mtoto wa Mungu Kaka nalo bakaka aigle wa. huyo tai Kola bozo occasion. wakati Ya atapata koyoka mongongo ya mama na ye. wakati atapata wakati ya kusikia sauti ya mamake, atamwambia kuna huko basi yeye wewe pika wewe pika tu maroho utaliwala yeye ataanza piga maroho atasikia piga bana Mungu piga tu bana utapata anapanda kisha anakuwa kwenye hiyo kiwango anakuwa Mkristo mzuri, kisha anakuwa na furahi na maneno ya Mungu. Dunia kwake itakuwa mbaya, ataichukia. Hiyo Roho Mtakatifu kama iko ndani ya mtoto wa Mungu, kama iko ndani ya mtu, ujue kama kutumia hivyo iko utaanza penda maneno ya Mungu juu ya ile ya amu, na wewe utaanza enda kutafuta makondoo wale waliopotea kama vile Adamu na Eva wao kwenye dhambi. Utakuwa na haja ya wewe kuwaponesha. Sasa utakuwa kisi hauna uwezo kunyamura, utaka kukwambia tu neno twende kwanza kanisani, twende kwanza kanisani. Mimi kwenye kanisa kanisa kusikia kwa neno, wakati hiyo kazi ya Roho Mtakatifu wa nini? Leta makuta upate upako. Ni baraka Roho Mtakatifu. Ni Mungu. Mungu anaishi ndani ya mwili. Na wewe unamuona ndugu yako kwenye shida, wewe unakisikia kama vile sehemu ya mwili wako, ndio wewe uko na hiyo haja ya wewe kunisaidia. Najua wale wengine
Kwa nini tulipewa Roho Mtakatifu? Pour nous donner la victoire Ili itupatie ushindi dans les combats. kwa vita. Je vous ai mis Mimi niliweka wale manyama mafisi. Wewe uko tuka Apokea kitoko. utalala usingizi wa mzuri. Ulimo mosamba rosa na mosamba. Roho Mtakatifu itakuwa inafanya kazi yake. Na kutu na eske Gedeon azwaki victoire. Atungake tu bawali. Naweza kuuliza ule Gideoni yeye alitoka mshindi wapi? Alipigana nayo vita wapi? Wapi alipigana? Gedeon. Lakini ule Gideoni alitoka mshindi. Alors bina Josué. Il a dit à Josué. Akamwambia Yoshua, Partout. kokote Folea. kokote sikutakanyanga. Plate de votre pied. Oh, hiyo plana miguu yako. Mungu anasema anakupatia Partout. kokote wewe utakanyanga miguu yako. Okotala kwa. Tasema tena. Mwanga kutupanga. Lakini mimi mtu wa bure tu. Bandoki wabanga kubanga bini. Walozi watana nisikia boka kama ule. Bato nini bakonika shuko ya kwa nini? Hata furahia tena kuipokelea. Pourquoi? Sababu Abudisha na budutse. anakupiganisha usiku. Abudisha na Usiku wote hakuwezi. Asoko kaote. Ikomi Anakuwa soko bengi ego. unakama namuita. Yeye anakata simu tu. Oh, nazo ya. Niko nakuya. Tena zao kipe. Ndio nilikuwa na kazi. Sasa na Kama nilikuwa kizuizi. Ndio sana baseni. Tulikuwa na mafundisho kwa kanisa. Kwa bato nyoso bakoliko kimi na kaka. Sababu watu wote wanapanda mpaka kanisani tu. Kwa baindike kuna. Kwa sababu anajua ule Ndio ndio swabana. ule ndio tutabeba watoto wa Mungu na tutaki mtu mwenyewe kuna. Pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été Kwa nini Roho Mtakatifu tulipewa? pour donner la délivrance? Ili tupatie ufungulivu. Des liens familiaux. Hiyo makamba ya kizazi. Quand le Saint-Esprit entre, Wakati Roho Mtakatifu inaingia, se pose. yeye anajihakikisha kinguvu. Comment savoir que tu l'as? Utajua je kama una Roho Mtakatifu? Olimo mosa. Roho Mtakatifu Ikopesa oposa itakupatia ya kulinga. hamu ya kupenda maneno ya Mungu. Olimo mosa. Roho Mtakatifu Soki ekoti kati na yo. kama ni ndani mwako, Makotinda ote kikende église. hawawezi kukutuma hata nenda kanisani. Wewe mwenyewe tu Ozomona okoza na retard. utakuwa tu kuna ndani yako kuna kibali tu kama hapa liko nyuma. Hapa liko nyuma. Inabidi before ifike mbele ya wakati. Tango. Wakati utapata Roho Mtakatifu, Usatiri kati na yo. utajihisi ndani mwako, utajisikia Komi na sainteté moko. unakuwa na utawa moyo mtakatifu. Tango nyoso. Wakati yote Komi kolinga kama kambo sawa, anza. napenda tu maneno ya Mungu. O miziki ya moki. Miziki ya dunia. Mimi ni usu.
utakuwa utofauti. Wale wakuchukia, wale wengine wana nayo watakuchukia. Watasikia kama una uwezo ndani. Tukifikiri mzuri tu, bado wanastahili kutembea hivi. Inamechukua ni bado ndio na roho mtakatifu. Kama tunataka kuvimba. Sababu roho mtakatifu. Kwa mtu wa furaha. Eti moligia ngo. Penda roho mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu ndani ya mtu. Mungu. Brana ni Mungu. Sasa kwa sababu nini? Brana ndugu Brana anakuwa Mungu tangu siku gani? Kama mtu anakuhubiri lile ni mlozi. Wakati ya mwisho roho moja, pepo moja, roho moja. Mimi niko Mungu, yeye mwenye alisema wataenda motoni. Sababu walifanya nini? Kuwa pinga Kristo. Wale watu wanasema kwa nini? Kwa nini wanasema Brana na Mungu? Ana Mungu wetu zote. Mungu zote. Mungu zote ni Yesu Kristo. Ni Yesu. Ndio Mungu wetu. Brana anakufia mtu te. Ndio Brana anakufia mtu. Kama kuna roho mtakatifu iko ni risasi, ni tunda. Kama unaipanda ile mbegu, kama ile mbegu ilikufa, ujue haitazaa, haitaota. Roho mtakatifu leo watu wengi hapa watapata hiyo leo. Nikupatia uzima. Pili, dunia ikufe. Hiyo maamu unakuwa nayo. Wewe utakuwa mtu wa maombi. Sababu hiyo ni mapepo. Hiyo pepo mwenyewe atakimbia. Pepo eko na masikio anasikiaka. Sisi tunamfukuzaka. Unaona? Kama unapogelea mgeni huyo muuaji ndani ya nyumba yako, wewe unamweka pale. Baba, kazi yako iko kazi ya Mungu. Lakini kama unaua baba yeye na mbongo ngapi na unakuya na makuta unachukua na sehemu uproteje, kisha wewe unamfichika. Kisha kama anakuuliza wewe muuaji yuko wapi, unasema sana pastor niko na mchungaji niko na mtu Kristina, lakini wewe unamlinda wewe. Lakini kama unaona huyu hatari, hapo mapenda ngamo huko baba imana ndako baba toka nyumbani mwangu wewe imana toka nyumba toka nyumbani soko mmekiko kama unapima
Ndio ile. Ndio vile. Spirituellement c'est comme ça. Ndio vile. Omoni eloko ekudisaka. Ile inakupiganisha wewe. C'est les démons. Ni mapepo chafu. Soki oboye. Kama tunaikataa. Wewe mwenyewe utaanza kukuza hiyo mapepo. Kama ni pepo katika maisha yangu. Pepo usharati. Ubandiko upengane upengani. Wewe utaanza kukuza sana Akoke. Yeye atatoka. Kwa sababu wao lakini kama wewe unite mimi niko pale polisi takusaidia atakimbia. Kama unampenda unamfichika unamlinda unamchokoza tafanya nini? Tafanya nini? Kama Roho Mtakatifu inashuka kama dunia ile tamaa dunia haikuisha ndani mwako wewe sana ngo nani kusema kazi hiyo haitaonekana hiyo matunda ya Roho Mtakatifu haitaonekana. Bwana Mungu akubariki. Hiyo tulifanya marejeo ya ili tulifundisha juma hili. Sababu mimi nawaza unapenda unafurahia roho yake unapenda. Bon, ukweli tunaweza kusimama tusome neno sana. Tusome neno la Mungu nasema kidogo kisha tupitie kwenye kazi sasa. Mchungaji mheshimiwa anaweza kutusomea Matendo ya Mitume 8:11 mpaka 21. Soma tu hiyo andiko moja kisha tutasoma Actes des Apôtres chapitre 8. Matendo ya Mitume 8 Sur le verset 14. 14. Les apôtres qui étaient en Jérusalem Wamitume walikuwa ndani ya Yerusalemu et ont appris que wakasikia kama la Samarie avait reçu la parole de Dieu, kama ule Msamaria alipata neno, et envoyèrent Pierre et Jean. kisha wakatuma Petro na Yohana. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, précieux Père Céleste, nul comme toi, c'est toi. Ton vrai nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te contendons, il convient au centre. Seigneur, nous avons dit vraiment où l'on a vraiment lancé. Où l'on a pensé dans la lancé. Qui ont encore dans la carte de la Mossad, pour la biso. Alingi, dès que ça m'a dans la chambre haute, et ça m'a fait avoir. Parce qu'ils avaient même l'esprit, les a compris l'église. Tiens, ça va faire qu'il y ait sa mission qui y a qui y a mon livre, afin que tout le monde s'arrête. Et pas d'entraînement. Utikinywa soma loboko na mama otobengani satana milimo na yimo sika na biso na kombo na Yesu Kristo tolio moko okombe biso ye bandeli kinosuka bana na yo bazwa moko sana. Seigneur, oyebi malamu ki posa ya motema na ngai ezali ke ntango tokozala naona lola ata moko to ya koti na eglize oyo atikala tozala na bango nyonso na lola namitiki na maboko na yo nasiplie o Seigneur mpo otindaki ngai nalona yo Yesu na mitema ya bana na yo awa na lombashi Nzambe na bongo sala mosala na yo na milongo na misimili na misa bandoni contre biso
fanda. Unaweza kukaa. Nous allons répondre à la lecture. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Wamitume walikuwa hapo Yerusalemu. C'est dans Acte 18. Kwa hiyo matendo ya Et Acte 18 vous plaît, le verset 14. hiyo matendo ya mitume 8:14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que Wale wa mitume walikuwa hapo Yerusalemu wakasikia kwamba la Samarie avait reçu la parole de Dieu. wale wa Samaria walipata neno, Ils envoyèrent Pierre et Jean. kisha wakatuma Petro na Yohana. Ceux-ci arrivaient sur les Samaritains. Wakati wakafika kwa wale wa Samaria, Prière pour eux. maombi yao, Prière pour eux. maombi kwao, Afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. ili wapate Roho Mtakatifu, Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. japo walikuwa Roho Mtakatifu alikuwa yashuka kati yao. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Walikuwa tu wamekwisha batizwa mjina la Bwana Yesu Kristo. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Kisha Petro akawawekea mikono, Et ils reçurent le Saint-Esprit. kisha wakapata Roho Mtakatifu. Que Dieu ajoute la bénédiction. Amen. À partir de sa parole. Mungu abariki, aongeze baraka kwa kusoma neno lake. Apôtre bazalaki na Jerusalem. Wale wa mitume walikuwa kwa Yerusalemu, Bamebeli bango sango. wakawapelekea habari, Ke bauti kotea batokuna na Samaria. sababu tunataka kuhubiri watu huko Yerusalemu, huko Samaria. Apôtre tango bazalaki kuna Wakati wa mitume walikuwa kule, bamona ke eloko ezali important. wakaona vitu vilikuwa ya maana sana. Isuka kika ya liloba na nzambe te oyo bango bazwaki kuna. Ilikuwa ikaishiwa, Alikuwa tu haikukuwa tu neno tu la Mungu ijuishe pale. oyo ezalaki important. Ile ilikuwa ya maana sana, Ezalaki molimo mosango. ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Yango wana Ndiyo hiyo, azwaki Pierre na Jean ndiyo hiyo, wakachukua Petro na Yohana, akili mpona kutiela bango maboko. kisha wakaenda kuwatilia mikono juu yao. Molimo mosantu Roho Mtakatifu, eyaka mpe na imposition de Roho Mtakatifu inakuyaka kwa kuwekwa mkono. oyo tokosala awa lelo. Hii tutafanya hapa leo, Ezali done ya mutu nyonso te. haina juu ya mtu wote, hapana. Mutu nyonso atiela o maboko non. Mtu wote akuwekea mikono, hapana. Meme baoyo bazalaki na Samari wana batiaki bango liloba. Hata wale walikuwa kwa Samaria waliwahubiri neno. Mais pourquoi Jean na Pierre bango ifoka batilaki bango kakuna po batiela bato maboko mpona molimo mosantu. Kwa nini Petro na Yohana walienda kule ili wakawawekea mikono? C'est parce que bango nde bazalaki Ni kwa sababu wale ndio walikuwa bakoki wana na hiyo bakotiela maboko. walikuwa na hiyo uwezo ya kuwekeana mikono ili wapate Roho Mtakatifu. Mutu mosusu Watu wengine, parce que Bible ndenge ezao sababu Biblia hivi tunaiona, magicien akotanga ngo wale wafumu wanaisoma nao vizuri, bantoki mpe batangaka ngo walozi nao wanaisomaka, baza mpe na baeglise beko kanisani, beko na azoteya mpe liloba na nzambe. nao wako na ubiri neno la Mungu. Eske mutu andenge alasase akotiela o loboko Lakini mtu wa vile eko pale tu akuwekea mkono juu ya kichwa chako, parce que sababu on donne que ce qu'on a. wanapatianga mtu kile kenye uko nacho. Yango monaka makambo ebele ezomarche te. Ndio kwa maana unakuta mambo mingi haitembei, Pourquoi? haiendi vizuri juu ya
Pona kotia maboko. Jua kuwekea mkono. Il faut quelqu'un qui est au moins de Dieu. Inabidi mpaka ule kupakaliwa wa Mungu. Njoo anaweza kukuwekea wewe mikono kwa kichwa chako. La tête n'est pas donnée. Kichwa hakina pale ya kupeleka tu. Weke mikono. Il faut la vie ya mtu wako. Inabidi kwanza wewe uchunguze maisha ya ule mtu. Uifuatilie mzuri. So hivi azada le faux. Kama eko mjambo. Na wewe utaliwa tu kama wewe Mungu. Hata yeye kuvrira utaanza kugundua kupitia akili yako mwenyewe. Pastor na diswa azada le faux. Wewe mwenyewe utaliwa kama mchungaji wetu. Ana muda mzuri yako kama mbaya. Yango wana ndio kwa maana tukosala service one. Ndio kwa maana tutafanya hiyo kazi ya imposition de main. Tutafanya hiyo kazi ya kuwekea mkono. Namoni mwaeto kwa tuki de mulaiza ti. Sababu tunaona hakuna jinsi tuende mbali sana ile tusani makasi. Sababu saa inaenda sana. Tutapata mwaeto tusome hata kidogo. Nous allons lire qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Tutasoma hiyo mahubiri ya ndugu Branham inasema ni nini Roho Mtakatifu. Page 14 paragraphe 56. Tutasoma hiyo ukurasa wake ya 57. Cet esprit c'est qui alors? Roho Mtakatifu ni nani lakini? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ni nini Roho Mtakatifu? C'est Christ en vous. Roho Mtakatifu ni Kristo ndani mwako. Les consolateurs. Yeye mfariji. C'est ça le Saint-Esprit. Ndio Roho Mtakatifu. Et quand le consolateur sera venu, wakati huyo mfariji atakuya, il fera le même chose. Atakuya naye atafanya hiyo vitu vimoja que je fais pendant que le consolateur était en moi. Mpaka vile mwenyewe yeye huyo mfariji alifanya wakati alikuwa ndani mwake. Je prierai le consolateur. Nitamuomba huyo mfariji. S'il vous plaît, je connaissais le consolateur. Nitamjua huyo mfariji. Le monde ne le connaît pas. Lakini watu wa dunia haitamjua. Ne le connaîtra jamais. Hawatamjua kamwe. Mais vous, lakini nyinyi vous le connaissez. Nyinyi mtamjua. Parce que demain, sababu eko anaishi ndani mwenu. En ce moment. Anaishi na wewe. En ce moment, ok. Kwa wakati huu. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu mwenyewe eko nasema. Il sera en vous. Atakuwa ndani mwenu. Voilà, c'est ça le consolateur. Ndio huyo mfariji. Sera en vous. Atakuwa ndani mwenu. Amina. Ndio roho hiyo. Ndio hiyo roho iko napenda ingie ndani mwako leo. Ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. C'est Jésus lui-même. Ni Yesu mwenyewe. Ngala zaki na Lubumbashi na Kinshasa. Nilikuwa huko kwenye Kinshasa. Zambia amesema msana. Mungu akanipatia kazi. Nikienda Lubumbashi. Hiyo kazi akaniambia nenda Lubumbashi. Uende ufanye hiyo kazi. Nikasema kazi gani yenyewe hiyo? Uende. Akaniuliza swali hili. Swali zote ni kusala. Hiyo kazi unaenda fanya. Na Branham na kolo Yesu. Na Yesu unachagua nani? Kolo na nani na nitema ya bana. Unachagua nani ndani ya mioyo ya watoto wangu? Nikasema question très compliquée. Mbona ni swala ngumu kwangu? Na batiko wanakati ya mtima na. Kisha nikaanza kuzungumza ndani ya moyo. Yesu yote kututina Yesu Branham. Mbona wewe ndio ulituma Branham? Na Bible mwana justifie kasoro ya mkonzi monene. Hakuna kisi niseme mbele ya mheshimiwa. Niseme tu mara moja. Na ABC nikamwambia na kolona Yesu mimi tema ya bana. Mimi nachagua Yesu ndani ya mioyo
mioyo bazali bana ya wale watoto wa Mungu. Yote hiyo tutafanya kazi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kama ni ingia ndani mwako, furahi nayo. Furahi nayo, furahi. Kama ukupata nayo, lia. Kasirika, sababu ujiulize, Mungu kwa nini? Sababu kila mtu hapa duniani iko na mwisho wake. Upende, usipopenda, uko na mwisho. Sisi tuko natembea na mauti na kifo. Kama hauna na Yesu, ndiyo hiyo nilikuwa nakisema. Hiyo mafundisho mimi niko nafundisha hapa. Kama Lubumbashi walijua hii mambo iko napitikana hapa, sisi hapa tungekosa nafasi hapa. Barabara hapa hakungekuwa mtu wa kupita mpaka huko, mpaka kwenye huko mtaa kwenye senta. Sababu watu wachukue hiki kitu, hii Roho Mtakatifu. Tutasoma nafasi moja hivi. Tumalize Matendo ya Mitume 19 moja mpaka 6. Que le Seigneur bénisse. Bwana Yesu awabariki. Nous allons encore lire dans Actes 19, Tutasoma tena Matendo ya Mitume hiyo 19 du premier verset jusqu'au 6e. moja mpaka 6. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, wakati Paulo alikuwa hapo wa Korinto, pendant qu'Apollo, wakati ule Apollo, Paul après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, kisha Paulo kutambuka hiyo jimbo yote ya Asia, arriva à Éphèse. akafika pale wa Efeso. Et il a rencontré des disciples et il a dit, Kisha akakutana na kundi ya wamitume wamoja, kisha akamwambia, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous nyinyi avez cru? nyinyi mulisha kuwahi kupata Roho Mtakatifu wakati muliamini? Il lui répondit, Wakamjibu, nous n'avons même pas entendu sisi hatuyawahi kusikia hiyo qu'il y a eu un Saint-Esprit. kama uko Roho Mtakatifu. Il dit, Wakasema, quel baptême avez-vous donc été baptisé? Paulo akawauliza, nyinyi mliwahi pata ubatizo gani? Il répondit, Wakamjibu, du baptême de Jean. hiyo ubatizo wa Yohano. Alors Paul dit, Paulo akasema, Jean a baptisé du baptême de repentance, kweli yeye Yohane alibatiza ubatizo wa toba, disant aux gens de croire en celui qui venait après lui. akawaambia watu kama muamini yule atakuya nyuma yangu, C'est-à-dire en Jésus. kusema kama mwa Yesu, muamini Yesu. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Kwa kusikia neno hiyo, mara moja wakabatizwa mjina la Bwana Yesu Kristo. Lorsque Paul leur a posé les mains, Wakati Paulo akawawekea le mkono, Saint-Esprit vint sur eux, Roho Mtakatifu ikashuka ndani yao, parlant en langue et wakasema kwa prophétisant. marugha, wakaanza kutabiri. Amina. Na waza jana tulikuwa na moja, na jana tulibatiza kwa moja, sababu hiyo ni uoroza. Sababu sisi tunafataka kama vile Biblia inasema, sababu ule mwenyewe anaona kama akupata hiyo nafasi, akupata hiyo wakati, kama kupata hiyo wakati, lakini kwa juma hili ilipita, kama kupata ile wakati, kisha kazi hii tutakafanya hapa, tutaenda naye na yeye abatizwe, sababu bila ile
Hakuna njia ingine. Ndio kwa maana ile ndio kwa maana wengine walishapata hiyo kubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Wao weko naona tu sababu maisha yao haiende vizuri. Sababu kuna zingine akupata kama mtakatifu vizuri. Sababu akutubu vizuri, akutubu hapa vizuri. Kisha hapa, kisha hii kazi. Mimi mwenyewe nitakuwa hapa. Niko hapa. Tutaenda kwenye ubatizo kisha Roho Mtakatifu itatupata mpaka kule. Bwana Mungu awabariki. Nawapatia dakika 5 kila mmoja aombe. Aombe msamaha kwa Mungu yote yule ulishafanya haikufurahishaji Mungu. Usikuwe kizuizi wala kipingamizi ili usipate utaratibu. Kwa sababu bila hayo hakuna mbingu juu yako. Hapo Mungu ndio anasema Mungu akusamehe. Usamehe. Yote unatoka kusikia asubuhi c'est une vérité à 100%. ukweli wa 100 juu ya 100. Et la Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Vous connaîtrez la vérité utakapojua ukweli et la vérité vous na affranchira. hiyo ukweli itaniweka huru. Alors ce matin, soyez affranchis. Leo inabidi Soyez affranchis pour vous. uwe huru, Soyez affranchis, ma soeur. kuwa huru Sur base de cette vérité. kwa sababu ya hii ukweli. Ne ratez pas cette occasion. Nisha mimi nikose
alobi Branham anasema ata soki nazala molimo mosantu hata kama niko na Roho Mtakatifu nakozala besoin na tondisama naweza penda tena niongeze couple na ngai edemande niongeze hivi yangoana ndio kwa maana Voici comment nous allons placer les programmes. muone jinsi tutafanya mpangilio. Nous allons faire des lignes. Tutafanya hivi. Où y ranger, c'est pour les sœurs. Hii De ce ni mstari wa wanaume wa ndugu. de ce côté seront les sœurs. Hii ni mstari wa dada. Nous allons commencer à faire passer un an. Tutaanza pita moja kwa moja. Sœurs, on a pita, on peut pourtant vous rentrer à votre place. Dada unapita wanakuombea. La sœur, vous allez être tout près. On ne sait pas ce qui peut se passer. Quand ma tante a en action, si vous allez commencer à dire, les sœurs, de ce côté, le frère Isaïe, vous allez être là. Uko fasi ndugu Isaya unaweza simama huko. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Ok. Mettez-vous en ligne déjà. Simameni kwa Vous allez mstari un par un. moja kwa moja. Soyez disposés à recevoir le Saint-Esprit. Uwe wazi ili upate Roho Mtakatifu. Non, après. Non, après. Donc, à la fin. Vous ne pouvez pas vous commence à voir. Commence par le faire. Commence à faire ce que nous sommes. Ongea wakuombee